Yakobo alitumikia miaka 7 kwa Labani ili ampate Raheli tu. Kizazi hiki mimi na wewe tunaojiita tumeokoka, mabinti na vijana, imekuwa ni kawaida sana sisi kujikuta tunazurura kwenye mahoteli, tunazurura sehemu nyingi za starehe, huku tukiwa tunajiita kwamba sisi ni wachumba. Hapana, maisha ya wokovu ukiaishi ukifuata kanuni ni maisha yasiyo na majuto hata siku moja. Mtu wa Mungu, mimi na wewe, hebu tuishi maisha kwa kufuata kanuni, kwamba nikiwa nimeokoka napaswa kuishi vipi. Biblia inavyosema kwamba mimi ni nuru, mimi na wewe ni nuru. Manake maisha yangu, maisha yako yawe nuru kwa kila kitu. Usikubali binti, nisikubali kuwa ni mtu ambaye nitajirahisisha maeneo mengi eti kwa sababu unasema ni mchumba. Mimi naongea mbele yako ni miongoni mwa mtu ambaye nimepita maisha ambayo ile ya kusema kwamba hapana, huyu atanioa. Unakuja jikuta mnazini. Haya, umezini. Ukishazini nini kinaendelea? Baada ya hapo unakuta ile thamani inapungua. Kwenye ufahamu naanza kujiona ni mpumbavu. Maeneo mengi huwezi ukafanya kwa ujasiri. Sasa ibada, wokovu upo kwa ajili ya kunifanya mimi na wewe tusijute hata siku moja. Ndio maana shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Bujune alikuwa anasema binti kijana kuishi bila mahusiano inawezekana. Sio katika ulimwengu wa roho, haya maisha ya kawaida. Mimi na wewe inawezekana. Mimi ninayeongea mbele yako hapa nina miaka almost kuanzia 2023 ndo nilipoachana na mtu ambaye nilikuwa na mahusiano naye 2023 hiyo Januari tuseme 2023, yani hapo ndo 2024 2025 2026 nipo sijafa. Alafu kama nikuzini nilizini hiyo 2023, bado nipo sijafa. Maisha ya wokovu ni maisha ambayo yapo kwa ajili ya kunitengeneza mimi na wewe tusijute hata siku moja. Ikiwa Yakobo alitumikia miaka 7 ili ampate Raheli, kwa nini sisi mabinti na vijana wa kizazi hiki, mimi na wewe, hatuwezi kuvumilia? Mtu mwingine unakuta amechumbiwa pengine ni mwezi mmoja, pengine miezi miwili au miezi mitatu, huwezi ukavumilia. Mimi nafikiri kuna kanuni ambazo natakiwa uziishi. Hakuna kanisa lisilo na kanuni. Lakini hata wa zamani walikuwa wanasema mimi nilipokuwa nimechumbiwa na pengine na babako, kukutana ilikuwa hakuna kukutana. Kuwasiliana kulikuwaga hakupo, au nilikuwaga tukikutana tunakutana kwa mzee wa kanisa. Mtu wa Mungu, ni maisha fulani ambayo ukiangalia unasema walikuwa ni washamba sana. Ila ni maisha ambayo yalikuwa ni bora kuliko sisi hivi. Unajikuta siku ya siku unachumbiwa. Ukishachumbiwa you are free to do anything. Yani uko huru kuzunguka Matema, kuzunguka Hindu, kuzunguka sijui wapi, hoteli fulani, sehemu fulani. Haya, mnajikuta mmezini. Sasa siku ya siku inakuja ni fedhea. Ila maisha ya wokovu kama sisi mabinti na vijana tunaojiita tumeokoka ni maisha yasiyokuwa na majuto. Tufuate kanuni, tuishi kwenye kanuni. Hata Ibrahimu alimtuma mjakazi wake akamtwalia Isaka mke, alimkuta kisimani. Mtu wa Mungu, ni maisha ambayo ukiangalia ukiwa ni binti ukaamua kumcha Mungu, ukaamua kutulia, mtu wa Mungu, huwezi ukakosa wewe anaitwa mume utampata. Yani utampata tu. Cha msingi ishi kwenye misingi ya Kristo, kwamba mimi na wewe tunaojiita tumeokoka tunapaswa kuishi vipi. Ni ajabu sana ikiwa leo hii mimi na wewe tunaishi maisha ya uholela sana, na wakati huo Yakobo alitumikia miaka 7 ya kumpata Raheli. Baadaye akabadilishiwa, akapewa Lea, akapata tena 7. Hapo katikati sijaona waliandika walizini, walizunguka, wakaenda wakakimbizana kwenye misitu, wakafanyeni. Hapana, hakuna sehemu palipoandikwa hapa. Lakini ni mtu ambaye alikuwa amenyoka mpaka anakuja kumpata mke. Sisi tunashindwa wapi? Biblia ni kioo chetu, Biblia ni kiangalizio chetu. Tusiishi maisha uholela. Leo hii kuwe hakuna utofauti wowote wa binti aliyokoka na ambaye hajaokoka. Yani mimi ambaye najiita nimeokoka ni mzinzi, ambaye mnajiita nimeokoka
nikadangaji ambaye najiita nimeokoka, nina wanaume 7 ambaye najiita nimeokoka, ni muongo, ni mnafiki, ni kamtu kenye roho mbaya. Hapana, maana ya kuokoka ni kupona kutoka kwenye tabia yoyote ambayo ilikuwa inakusumbua, chochote ambacho unakuwa unashindwa. Ndo maana ya kuokoka, na ndo maana ya kwenda kanisani. Hatuendi kanisani tu for nothing, yani kwamba tuende tu mfano mimi kesho ni Jumapili, natoka Mlo naenda Mbeya ICS kwenda kufanya ibada, basi naenda tu nikaonekane, yani wanione kwamba na mimi nipo. Hapana, umo njiano na kutu napanda magari, hatari nyingi. Yote hiyo natafuta tu kusema Mungu, mimi naomba unisaidie, siku ya siku isiwe bure. Licha hiyo ziko faida nyingi ambazo nakuta tunazipata, kwa sababu mimi leo hii nikiishi nimetulia, ukiishi umetulia, ni kwa faida yako. Binti usikubali, kijana usikubali. Yani hata kama ndo huo mnauita uchumba, watu wa Mungu, una kanuni zake. Nimekwambia kwamba Yakobo alikuwa anamtafuta mke tu ambaye ni Lea, alitumikia miaka 7. Raheli ambaye ni Raheli baadaye kabadilishiwa 7. Mimi na wewe miezi hii miwili unachumbiwa, miezi miwili mnazunguka, sio mnaenda kuzungukia wapi, hoteli ya kule mara huku. Hapana, watu wa Mungu, zaidi unakuta tunajichafua, tunaojiita tumeokoka. Siku ya siku hatuwezi kuwa kioo, hatuwezi kuwa nuru kwa watu wengine waone iko maana ya kubadilika. Zaidi tunaonekana ni wajinga tu, kwamba ndio wokovu gani, nini maana ya kuokoka. Lakini siku ya siku mimi na wewe tukaishi kwa kufuata misingi, kwamba nikiwa binti niliokoka, kijana niliokoka, napaswa kuishi vipi. Basi wakati mwingine itakuwa rahisi mwingine, kama vile Biblia inasema kwamba watu watavutwa kwa matunda na matendo yenu. Amen. Shalom.